Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kushuhudia hapo siku ya jana kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam maeneo ya Mwenge ni Mtanange, ambao umekutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 23 ligi kuu ya NBC. Matokeo kwa ujumla basi fahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa kutokea mkoani Kigoma. Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika 6 kupitia kwa boko ambalo liliweza kutolewa na mchezaji anayefahamika kwa jina la Valentino Mabasco. Upande mwingine Jafari Kibaya akaweza kuudasa mpira nje ya box na kuweza kustrike shuti kali. Shuti hilo likaweza kumwacha hoi mlinda mlango wa kocha timu ya soka ya Simba, hapa tukienda kumwongelea Musa Kamara Pinpin aka Spiderman. Na kwa upande mwingine Mashujaa wakaweza kutanguliza bao la kwanza katika dakika ya 6. Tunashuhudia katika kipindi cha kwanza Simba Sports Club wanaendelea kufanya msako mkali katika lango la kocha timu ya soka ya Mashujaa, lakini bahati kuwa kwa mnyama Simba Sports Club, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Simba walikuwa nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Katika kipindi cha pili mnyama Simba Sports Club akaweza kufufuka kutoka usingizini, kwa sababu tunashuhudia Simba wakaweza kufanikiwa kupata mabao 2 katika kipindi cha pili. Bao la kwanza la Simba Sports Club limetokana na mkwaju wa penati katika dakika ya 64, huku Leonel Kistatema Mbida akipiga penati hiyo katika dakika ya 65 na kuweza kuisawazishia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Simba wakaendelea kufanya msako katika lango la klabu ya soka ya Mashujaa, lakini zikiwa zimeongezwa dakika 15 kumalizika kwa kipindi cha pili, basi kwa upande mwingine Simba wakaweza kupata faida, kwa sababu katika dakika 90 zikiwa zimeongezwa dakika 15 mnyama Simba aliweza kupata mkwaju wa penati kutokana na Shomari Kapombe kuweza kuchezewa mazambi ndani ya box, na penati hiyo ikaweza kupigwa na Leonel Kistatema Mbida na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili. Na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3 kwa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Fahamu mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC timu mbili za juu. Ya kwanza ni Yanga Sports Club ambao wamecheza michezo 26 wakiwa na goal difference ya mabao 58, kwa sababu Yanga Sports Club katika michezo 26 wameshinda michezo 13, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo 2. Young Africans kwa upande mwingine wana pointi 50 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC, lakini watani zao ambao ni Simba wametoka kushinda dhidi ya Mashujaa. Simba wapo katika nafasi ya pili. Simba wamecheza michezo 23 pekee, idadi ya michezo mitatu ambayo Simba bado hawajaicheza ili kuweza kufikia michezo 26 ambayo Yanga wamecheza. Simba katika michezo 23 wameshinda michezo 19, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba ndio klabu ambayo imepoteza michezo michache, wakipoteza mchezo mmoja pekee. Simba wamefunga mabao 54 na kuruhusu mabao 9, wakiwa na goal difference ya mabao 45 na alama zao 60 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club katika maongezi ambayo ameweza kufanya na waandishi wa habari, cha kwanza ameweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Simba wameweza kuyapata dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Mashujaa, kwa sababu mchezo ulikuwa ni mgumu kweli kweli, kwa sababu Simba walikuwa wakipambania kupata alama 3. Kisha akambatanisha na ujumbe unaosema hivi: mmeona hizi taa zenu ndugu zangu waandishi wa habari, leo mngeziwasha ili tucheze mechi iishe. Namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala, leo tungecheza mechi na tochi, tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpaka dakika 90
za haki zikamilike. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ndugu Ahmed Ali, akimaanisha kwamba Mashujaa walikuwa wakilala kweli kweli. Kwa hiyo kwa upande mwingine tunashuhudia mwamuzi waliamua kuongeza dakika 15, dakika ambazo kwa upande mwingine Simba waliweza kunufaika kupata mkwaju wa penati katika dakika za jioni, na penati hiyo moja kwa moja ikaiwezesha klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa.